Kwa habari za uhakika, kijamii, michezo, burudani na mikasa mbalimbali, tembelea Simba Sports Club inamleta Mosepe hapa Tanzania. Simba Sports Club inawaleta maraisi wa mashirikisho mbalimbali ya mpira wa miguu barani Afrika na Ulaya hapa nchini Tanzania. Hili sio jambo dogo hata kidogo. Sio jambo la kulichukulia poa poa kwa sababu Simba ya Kariakoo inashiriki, mkaona ni jambo la kawaida. Na tena sio tu kushiriki, ni kuzindua michuano hii yenye thamani zaidi Afrika. Unaweza kuona ni jambo kubwa lenye thamani kiasi gani. Na tungependa kuona waandishi wa habari mnalibeba kwa ukubwa wake, mnalichukua kwa unyeti wake, lakini vile vile mashabiki wetu wanalizungumzia hili kama moja kati ya jambo kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mpira wa miguu Tanzania, kuwahi kutokea katika historia ya Simba Sports Club. Na ili jambo hili liweze kunoga na kufanyika kwa ufanisi wa hali ya juu sana, tunategemea zaidi nguvu ya mashabiki wetu. Na miongoni mwa sababu ambazo ziliwafanya CAF, FIFA pamoja na AFL kuleta uzinduzi wa michuano hii ni kutokana na nguvu tuliokuwa nayo mashabiki wa Simba. Itakuwa ni fedheha na kwenda kwenye siku ya uzinduzi uwanja mtupu ama uwanja kuna mapengo. Itakuwa noma, tena aibu kweli kweli. Utawafanya wale ambao wameichagua Tanzania, wameichagua Simba kuwa mwenyeji, wajione aibu wao wenyewe na wajiulize mara mbili, wameichaguaje Tanzania, wameichaguaje Simba, wameichagua kwa nini Benjamin Mkapa. Sasa tusiwapelekee watu wakaingia kwenye hiyo fedheha ya kujiuliza ili kuwaje tukaja huku watu wamedorora. Lazima tukaoneshe ukubwa wetu, na hili sio swala la Simba kupiga ramli. Tunafahamu namna ya kujaza Benjamin Mkapa, tunajua namna ya kununua tiketi. Tukutane tarehe 20 ya mwezi wa 10 kunako dimba la Benjamin Mkapa. Yako mambo mengi ya kihistoria tunakwenda kuyazindua siku hiyo. Kwanza tunakwenda kuzindua michuano hii, lakini pili tunakwenda kuzindua Benjamin Mkapa. Nyote mnafahamu kwa zaidi ya miezi 5 Benjamin Mkapa amefungiwa, inafanyiwa marekebisho ili sisi Simba Sports Club twende tukautumie huu uwanja, na tumetoa fedha zetu kugharamia uwanja kutengenezwa. Kwa lazima tukatumie fedha yetu tarehe 20 ya mwezi wa 10 dimbani Benjamin Mkapa. Kuelekea katika siku hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari, na jingine la umuhimu, hii ni African Football League ya kwanza kabisa duniani, ni ya kwanza, na inashirikisha vilabu 8 pekee barani Afrika. Mwakani na miaka ijayo timu nyingi zitaongezeka kwenye African Football League. Haitakuwa na thamani kama hii African Football League ya mwaka huu. African Football League ya kwanza yenye thamani ambayo imeshirikisha watu 8 bora tu. Yani ni 8 tu ndio ambao tunashiriki hii michuano. Kuanzia mwakani na miaka kuendelea huko mpaka wakina Ihefu watakuwa na shiriki. Itakuwa ni African Football League, lakini haitakuwa na thamani kama hii ya sasa hivi ya watu 8.